Mheshimiwa Waziri na ndugu viongozi, awali ya yote napenda nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha tushiriki wote kwenye siku hii muhimu sana ya maendeleo ya Tanzania. Lakini nipende kuchukua nafasi kwa kunikaribisha mimi binafsi, kwa sababu naweza nikasema haya ni maonyesho yangu ya kwanza kama mwalikwa. Nakumbuka maonyesho ya mwaka jana aliyekuwa mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais Kagame na mimi nilikuwa msindikizaji. Leo nimealikwa mimi rasmi, kwa hiyo nawashukuru kwa heshima hiyo mlionipa. Lakini nipende kushukuru sana waandaaji wa maonyesho haya ya 41. Nimeambiwa maonyesho haya ni aina yake. Tangu yalivyoanza, mwitikio ni mkubwa sana wa wananchi, na wananchi wanapenda mengi kuja kujifunza. Lakini nimeambiwa kuna zaidi ya makampuni 515 ambayo yatashiriki katika maonyesho haya ya kutoka nje, kutokana na taarifa nilionayo. Lakini makampuni ya ndani ni zaidi ya 2500. Katika makampuni hayo 515 yameongozwa na nchi zaidi ya 30 ambao nimeshuhudia mwenyewe kuwaona waheshimiwa mabalozi wanaoongoza nchi zao wako hapa. Lakini nimeambiwa pia kwa makampuni ya ndani yameongezeka mengi mpaka kufikia hiyo zaidi ya 2500, na taasisi mbalimbali, kwa sababu wamevutiwa na wameona mahali pekee pa kutangaza biashara zao hata kuuza ni katika maonyesho haya ya 41 ya mwaka 2017. Napenda niwashukuru sana waandaaji kwa kazi kubwa hiyo mlioifanya ya kuhakikisha kwamba maonyesho haya yanafanikiwa. Kwanza kabisa, tofauti na njia zingine za kutangaza biashara, maonyesho ya biashara yanampa fursa mzalishaji wa bidhaa au mtoa huduma kukutana ana kwa ana na mteja wake. Hii humwezesha mzalishaji kupata mrejesho kuhusu namna bidhaa yake, hasa kama bidhaa yenyewe ni mpya, inavyokubalika kwenye soko, mapungufu ya bidhaa hiyo na ni nini kinachohitajika kuboreshwa. Mathalani, katika maonyesho haya nina uhakika kuna makampuni yamekuja hapa kutangaza bidhaa zao mpya. Kupitia mrejesho watakaoupata kutoka wateja, makampuni hayo yatafanya uamuzi wa ama kuendelea na uzalishaji wa bidhaa husika au kuiboresha au kuachana nayo. Lakini pili, maonyesho ya biashara hutoa fursa ya kukutanisha kwa pamoja makampuni mengi yenye kujihusisha na uzalishaji au utoaji wa bidhaa au huduma za aina moja au zinazofanana. Makampuni hayo yanaweza kuwa yanatoka mataifa tofauti au nchi moja. Hii huyawezesha makampuni hayo kujifunza kutoka makampuni mengine kupitia kubadilishana uzoefu, utaalamu na ujuzi wa kutengeneza bidhaa husika kulingana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sababu ya tatu, ambayo kimsingi inaendana kwa karibu na sababu zile mbili nilizozitaja hapo juu, ni kwamba maonyesho ya biashara yanarahisisha uanzishaji wa uhusiano wa kibiashara kati ya makampuni au kati ya makampuni na wateja wake. Mathalani, katika maonyesho haya nina imani kubwa kuwa makubaliano mbalimbali ya kuingia ubia wa kibiashara au mauziano ya bidhaa yatafikiwa kati ya makampuni na makampuni au makampuni na wateja wao. Kama isingekuwa maonyesho haya, huenda ingechukua muda mrefu na gharama kubwa kwa kuweza kufikia makubaliano hayo. Kwa hiyo napenda nitumie nafasi hii kushukuru sana makampuni ya nje pamoja na makampuni ya ndani ambayo yameonyesha nia nzuri ya kushiriki katika maonyesho haya. Kama nilivyosema, hizi ni baadhi tu ya faida ambazo zinaweza zikapatikana katika maonyesho haya, lakini ukubwa ni kwamba tumesikia kutoka kwa Mheshimiwa Waziri
kwamba shirikisho la maonyesho ya biashara ya kimataifa, yani the Global Associations of Exhibition Industry UFI, limetaja maonyesho haya kuwa ni makubwa na bora zaidi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hili napenda kuwapongeza wote waandaaji kwa kuweza kutambulika katika hili. Ndugu zangu washiriki wa maonyesho haya, tumeelezwa hapa kwamba kuna nchi karibu zaidi ya 30 zimeamua kushiriki katika maonyesho haya. Nina imani kubwa kwamba kushiriki kwao katika maonyesho haya hakutaishia katika maonyesho haya tu. Watakuwa na nia nzuri ya kuhakikisha wanaendana pia na hali halisi ya kuanzisha viwanda mbalimbali katika nchi hii. Napenda kuwahakikishia wale waliotoka nje na Watanzania wa hapa wenye nia njema ya kuwekeza katika viwanda, nchi yetu tumejipanga vizuri. Kama mtakavyoona katika bajeti iliyopita, baadhi ya kero ambazo zilikuwa zinawasumbua wawekezaji hasa katika masuala ya viwanda tumezipunguza, na zingine tumezitoa kabisa, ili kusudi viwanda vingi vije vishiriki katika ujenzi wa Tanzania yenye viwanda. Lakini ninafahamu pia moja ya tatizo kubwa ambalo lilikuwa linaikabili sekta ya viwanda ni swala la umeme. Ni kweli katika nchi nzima kwa sasa hivi umeme unaopatikana ni megawatts 1460, lakini juhudi mbalimbali zimeanza kufanywa, ikiwa ni pamoja na kufanya expansion kwenye Kinyerezi 1, Kinyerezi 2 hadi Kinyerezi 3 ambazo zitaongeza megawatts karibu zaidi ya 600 na kitu, na hii tunajua ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba umeme wa kutosha unapatikana. Lakini pia kama serikali tumeamua kuchukua juhudi za makusudi katika kuhakikisha kwamba ahadi na mawazo mazuri ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyokuwa nayo kwenye miaka ya 75 tunayatimiza kihalisia. Mawazo ya baba wa taifa yalikuwa ni kuendeleza Stigler's Gorge kwa kujenga damu kubwa yenye uwezo wa kutoa megawatts zaidi ya 2100. Mawazo haya yalisimama, hatukuyafanyizia kazi kwa zaidi ya miaka 40. Tumeamua kuifufua Stigler's Gorge. Na nataka niwahakikishie wawekezaji wote, Stigler's Gorge tunaanza nayo. Kama umeme ulikuwa ni megawatts 1460 unaopatikana sasa, tukiongeza na Kinyerezi 2, 3 na 4 inawezekana ikafika 2000. Stigler's Gorge yenyewe ikikamilika itatoa 2100. Tumeshamaliza kufanya feasibility study na tunajua Stigler's Gorge ikitoa umeme zaidi ya 2100, automatically tutakuwa na umeme zaidi ya megawatts 4000 hadi 5000. Ni mradi mkubwa, tumeamua kuanza kwa fedha yetu. Najua wapo wengine watajiuliza, fedha kweli wanazo? Nataka kuambia fedha tunazo. Kwa sababu haingii maanani tunazungumzia juu ya nchi ya viwanda, halafu viwanda hivyo vyenyewe havina umeme. Na saa nyingine hata tunapoomba wenzetu ambao wangeweza kutusaidia, nina uhakika tukiwaomba juu ya Stigler's Gorge wanaweza wakasema hakuna hela, na inawezekana tukawekewa masharti makubwa. Lakini kwa bahati nzuri tunaweza hata tukaambiwa kwamba ile ina environmental impact. Nataka kuambia hatutasikiliza swala la environmental impact. Serun Game Reserve iko Tanzania, ni ya Watanzania, tuna wajibu wa kuamua kufanya nayo sisi. Lakini kwa logic ya kawaida tu, na hili mimi nataka niwaeleze Watanzania,
Eneo la Seru Game Reserve ni kilomita za mraba 45,000. Eneo la Stiglas Gorge ni kilomita za mraba 1,350. Kwa hiyo ni less than 3%. Sasa una 100% kutoa 3% ya eneo lako ili kusudi utowe umeme wa megawatts 2,100, hiyo ni dhambi. Lakini kwa kweli tukijenga ile Stiglas Gorge, kwa watu waliosoma vizuri mambo ya environment wataona sasa ndio tumefikia mahali pa kuya protect vizuri environment. Kwa sababu ukijenga Stiglas Gorge utapata eneo la maji ambao ni kama kaziwa. Pale wanyama walioko Seru watakuwa hawana shida ya maji, watakuwa wanakuja kunywa mpaka yanawavimbea yale maji. Lakini ukishapata eneo kubwa la maji kutokana na ujenzi ule, kwa sababu lazima tuwe na bwawa, samaki wataongezeka. Kwa hiyo Watanzania, ile fishing industry itaongezeka. Ule mchango unaotolewa mdogo wa uvuvi, sasa Stiglas Gorge nayo itakuwa inatoa mchango mkubwa wa uvuvi. Lakini ndege na viumbe hai wengine na samaki watakuwa sasa wanaenjoy kwenye ziwa hilo dogo la Stiglas Gorge. Lakini kilimo, irrigation, mboga kwa Watanzania ambao wako maskini wanazunguka Seru, matajiri wanakuja kuenjoy, wanaondoka, wanawaacha matajiri maskini. Sasa watakuwa wamepata eneo lao la kufanya kazi. Kwa hiyo nataka niwaambie, mvua inyeshe, jua liwake, iwe dry season au rainy season, Stiglas Gorge inajengwa. It may take longer time, lakini decision ipo na nimeshatoa instruction kwa wizara inayohusika na wataalamu, na tumeshaunda team na wataalamu bahati nzuri wapo na wako determinant. Tutatangaza tenda ili watu waje wa apply kwa ajili ya kujenga, na nina uhakika development partners wanaoipenda Tanzania watakuja kutusaidia katika mradi huu ili Watanzania wengi waweze kunufaika na mali asili yao. Tanzania tumebahatika, tuna mali asili za kila aina. Tuna deposit ya gesi zaidi ya trilioni 57.25 cubic feet, hatujazitumia vizuri. Tuna coal, makaa ya mawe, zaidi ya tani milioni 1.9, hatujazitumia katika power generation. Tuna uranium tons and tons, hatujazitumia katika power generation. Tuna upepo maeneo ya Singida, hatujatumia. Tuna geothermal, tuna kila mahali unaweza kuzungumza, pamoja na hayo maji na mito. Na tungeweza pale Stiglas Gorge tukajenga maji yakiteremka huku, tunajenga tena nyingine hydroelectricity power, tunajenga tena nyingine, tunaweza tukaproduce hata megawatts nyingi zaidi. Halafu ule umeme unaotengeneza, unaoproduce umeme mwingine, tukaweka pumping machine, maji yakawa yanarudi tena yanakuja huku, yanaanza tena Stiglas Gorge na kuanza kuzunguka visa circle. We have everything. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wawekezaji wa ndani na wa nje watusaidie katika masuala makubwa yanayojenga uchumi wa nchi yetu. Na mimi nataka niwahakikishie Tanzania tumeamua na tutafanikiwa na Mungu atatusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu wawekezaji ambao mtashiriki katika maonyesho haya, mmoja mkijua kwamba Tanzania ni salama, Tanzania ni ya amani, na Tanzania iko kwa ajili ya wawekezaji, na ndio maana ninawapongeza sana wawekezaji wote wa ndani na wa nje kwamba mshiriki katika maonyesho haya
Na kwetu sisi wa Tanzania, nina uhakika maonyesho haya yatumike kama chachu ya kujifunza. Zile teknolojia tutakazoziona hapa za taasisi mbalimbali na watu mbalimbali walioamua kuja kuonyesha bidhaa zao ziwe chachu katika kufanya zaidi, kwa sababu ninaamini huu ndio wakati wa kuibadilisha Tanzania. Tumechoka, tumechezewa siku nyingi mno, hatujaamka. Na mimi nawaambia Watanzania, tumechezewa mno, lakini tulichezewa kwa sababu tuliamua sisi kuchezewa. Ni lazima tubadilike, conscious yetu ya kuitengeneza Tanzania mpya tuanze nayo sasa. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri, ninawapongeza wote kwa maandalizi haya, endeleeni. Na mimi nimefurahi kuwa mmoja wa washiriki katika maonyesho haya. Mheshimiwa Chiza amezungumza wana mpango wa kubadilisha majengo haya na kujenga mapya na kadhalika. Niliona ni mawazo mazuri, lakini nilikuwa najiuliza hizo hela zimetoka wapi? Ndio lilikuwa swali langu kubwa. Nikawa nafikiria kama wanazo hizo hela za kujenga mahoteli, kubadilisha majengo haya yakawa mazuri, kwa nini hizo hela wasizichukue wakaenda kujenga kiwanda cha mfano? Na wao ndio wako hapa wanatangaza biashara. Kwa nini wao wanataka kuingiza kwenye biashara ya hoteli na bia, watu wao wanalewa na kupigana humu? Kwa sababu haingii akilini. Wao ndio wanatusisitizia mambo ya biashara na viwanda. Na thimu ya mwaka huu, unless kama imebadilishwa, thimu walioitangaza inazungumza juu ya kukuza biashara kwa maendeleo ya viwanda. Sasa wao badala ya kuzungumzia juu ya maendeleo ya viwanda, wanataka wajenge hoteli hapa, wajengeneze majengo mapya. Sasa sijaelewa. Sasa kama hizo hela zipo, basi mzipeleke mkajenge kiwanda cha mfano. Haya majengo yaliyopo ambayo mnayaona yamechakaa, hawa wanaokuja kuonyesha bidhaa zao, wapeni hata bure wajenge, ili kusudi kila mwaka wao wanaonyesha. Hawa Hyundai waliopo hapa wameweza kuwa na maviwanda haya. Wakiamua kujenga jengo, hata mngetaka la ghorofa 20, watajenga. Halafu ninyi mtakuwa mnakatana polepole kwa percentage, na wao mkawapa hayo majengo wakaonyesha hata kwa miaka 50. Kwanza mtakuwa mmewabana kwamba kila mwaka watakuwa nakuja kuonyesha, na majengo haya hawawezi wakahama nayo. Badala ya ninyi kutumia hiyo hela resources ndogo kuanza kujenga majengo hayo. Hiyo hoteli, kwani mkijenga hoteli hapa lazima walale hapa hapa? Mnaweza mkajenga hoteli hapa bado wakaenda hotelini mjini. Mimi nilifikiri ili la kujenga majengo, ninyi fikirieni zaidi katika kujenga viwanda, ili kusudi mkapate viwanda kwa ajili ya mfano ya kuonyesha wizara kweli iko up front kwa kujenga viwanda. Haya majumba haya yanaweza yakawa sio mazuri sana, lakini ni mazuri kwa watu wa Tanzania ambao wanataka kuona bidhaa. Yanayowaleta hapa sio majumba, inawezekana, na ndio maana wengine mitambo yao iko nje. Watanzania wanakuja hapa kuangalia teknolojia na vifaa vilivyomo. Sasa inawezekana mimi niko tofauti, labda focus yangu ni very poor, munisamehe, lakini katika maelekeo wangu ninaona hizo hela mnataka kuzitumia vibaya. Na kama mwenyekiti nimekuteua juzi tu, umeshaanza kufikiria majengo hapa. Pamoja na bodi yako mnanifanya nifikirie zaidi. Lakini nimeshasema nimewapongeza na ninawapongeza washiriki wote. Basi
tuangalie masuala ambayo ni very positive kwa taifa hili. Tunataka tuwe na viwanda vingi, sio hoteli nyingi. Tunataka watu wetu, ukishajenga kiwanda hata kama ni kimoja tu, hizo hela mlizoziplan zitatengeneza ajira za Watanzania. Na Watanzania, serikali itapata revenue. Na bahati nzuri Watanzania sasa hivi wameamuka katika swala la kulipa kodi. Mumeona tu juzi tulipofanya mabadiliko tu kidogo katika kodi za majengo. Siku za nyuma TRA walikuwa natoa kodi hizo kubwa tu ambazo hazilipiki, na hakuna mtu aliyekuwa anatamani kulipa. Wameweka kodi ambayo ni reasonable. Leo watu walipa kodi wanagombania kwenda kulipa kodi. Haijawahi kutokea katika nchi hii. Kila mmoja anataka kwenda kulipa kodi. Na nimeshukuru sana TRA, mmewaongezea muda wale walipa kodi ambao ni wazuri, wameamua kwenda kulipa kodi zao wenyewe. Mjipange vizuri sasa katika kupokea kodi. Tatizo sasa linawezekana likawa vigumu kwa ninyi mlivyojipanga kupokea hizo kodi, lakini Watanzania wako willing kulipa kodi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tukiyafanya kwa Watanzania wengi, wafanya biashara, wawekezaji na kadhalika, tutajenga taifa la watu wanaopenda kodi. Watu wengi sio kwamba wanachukia kulipa kodi, wanachukia kodi za ovyo ovyo ambazo zinawafanya wao wapate hasara badala ya kupata faida. Kwa hiyo kwa mwelekeo huo, nina uhakika nchi yetu inakwenda vizuri, na mimi napenda niwapongeze sana Watanzania wanavyoshiriki katika kulipa kodi, kwa sababu fedha hizi ndizo maana zitatusaidia katika kujenga maendeleo kwa ajili ya watu wengine wote. Kwa ndugu zangu mabalozi ambao mmehudhuria hapa, ninawaomba kupitia nchi zenu muisaidie nchi hii katika kujenga miradi mikubwa ambayo itakuwa na multiplying effect kwa Watanzania wengi. Na mradi mmoja mkubwa sasa hivi ambao Tanzania tumeamua kujenga ni Stiglas Gorge. Nilikuwa nazungumza na balozi nafikiri wa Norway jana. Ilikuwa jana, yes. Wakati nazungumza na waziri wa mambo ya nje wa Norway, alikuwa amekuja hapa kututembelea. Na mnafahamu Tanzania tuna mahusiano mazuri na serikali ya Norway, wametusaidia katika mambo mengi kama ambavyo tunashiriki na nchi mbalimbali. Alizungumza balozi yule kwamba honeymoon yake alikuwa Stiglas Gorge. Na mimi nikagandamizia hapo hapo kwamba ulikuwa unashiriki kwenye honeymoon pale kwenye Stiglas Gorge. Sasa tusaidie hizo fedha ili ziweze kutengeneza Stiglas Gorge ambayo watu wengi wataenda kwenye honeymoon, wakati na generate umeme kwa Watanzania, kwa sababu tukisha produce 210 megawatts watu wengi watakuwa kwenye umeme na watakuwa wanashiriki honeymoon hata wasipofika Stiglas Gorge. Nina uhakika waziri wa mambo ya nje alichukua hiyo challenge, lakini niwaombe mabalozi wote wa nchi zote mlioko hapa, iwe Marekani, China, Italy, Korea, any country, my request to you, we need real support for the development project ambazo the multiplying effect yake is going to be bigger for the benefit of the people of Tanzania. Ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, jukumu langu la leo ni kuja kufungua maonyesho haya. Ningetamani sana niyatembelee mabanda yote, lakini inawezekana uwezo huo sitakuwa nao. Lakini nipende tu kuwashukuru sana tena TanTrade na wizara husika kwa juhudi kubwa mnazofanya katika kuitangaza nchi, hasa katika nchi hii ya viwanda. Niwashukuru sana washiriki wote, na nikuombe Mheshimiwa Waziri, kama itawezekana, kwa sababu saa nyingine maonyesho haya yanakuaga mafupi, yanapoanza kuchangamka zaidi mnatamka yamefungwa, wakati watu ndio wanataka wachangamkie. Na saa nyingine hata hawa walioleta bidhaa zao
Saa nyingine wanataka waziuze, kwa sababu kuja kuleta bidhaa mpaka hapa na kuzirudisha nazo zina gharama zake. Mimi ningeomba ikikupendeza, na nafikiri hayo mamlaka unayo, ikishaisha hiyo siku ya Sabasaba tarehe ambayo ndio mwisho, kwani kuna ubaya gani ukiongeza tena siku zingine hata 5, watu wakaendelea kuja tu kununua, au hata siku 4, kwa sababu hayakupunguzii lolote wewe, hayakupunguzii chochote wewe, uwe hapa uwe haupo, wananchi watakuja kufanya biashara zao. Kwa hiyo mimi nilifikiri kama litawapendeza kupitia na mwenyekiti Chiza pamoja na bodi yake, kama hili litawapendeza likawagusa katika mioyo yenu mizuri, basi muwaongezee hawa wananchi wa Dar es Salaam waweze kushiriki katika muda mrefu zaidi. Lakini pia inawapa nafasi kwa taasisi ambazo zimekuja kutangaza bidhaa zake, watu wengi kujifunza, kwa sababu learning is a continuous process. Baada ya kusema haya, Mungu ayabariki maonyesho yetu ya Sabasaba. Mungu aibariki Tanzania, na Mungu awabariki washiriki wote wa ndani na wa nje. Napenda kusema asanteni sana, na sasa nimeyafungua rasmi maonyesho haya ya 41 ya mwaka 2017. Asanteni sana. Naomba tusimame wote tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Makofi mengi. Rais ameyafungua rasmi maonyesho haya 41